Ujambo mpenzi mtazamaji, na karibu kwa makala yetu ya kuishi katika nchi. Juma lililopita tuliweza kuzungumzia juu ya Yoshua wa kweli. Tukagundua kwamba sisi kama mfano wa Israeli wa siku hizi, Yoshua wa zamani alisaidia Waisraeli kutoka Misri kuelekea katika nchi ya Kanaani. Yoshua wa kweli ambao ni Yesu Kristo anatusaidia kutoka katika dhambi kuja kwa nuru yake ya ajabu. Yoshua wa zamani aliweza kusaidia Waisraeli kuvuka katika mto Jordan. Yoshua wa siku hizi ambaye ni Yesu Kristo anatusaidia kuvuka kutoka katika dhambi. Kwa hivyo hivi leo tunaenda kuzungumzia juu ya kuishi katika nchi. Pamoja nami kukuletea makala haya tunaye dada Trisa. Wanaonitazama, wanaonisikiza na wasalimu amjambo. Pia mwalimu Vincent. Watazamaji na wasikilizaji na wasalimu amjambo. Hatujambo. Karibu tena tuweze kwenda hima fahima katika kipindi hiki. Endelea kututazama, tukuchuse mengi kutoka kwa Biblia. Mwalimu Vincent, tuanzisie na ombi. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu aishiye juu mbinguni, tumekuja mbele zako wakati huu wa asubuhi, sabato njema na mambo mema. Tutakapoenda kuchambua lesoni ya siku ya leo tuweze kuielewa. Tutakapoishi katika nchi, katika dunia, uweze kutufundisha na kutuelimisha. Tuweze kukujua wewe na tuweze kuishi na wenzetu katika hali nzuri, kupitia kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Asante sana, tunakuomba ufuatane nasi hima fahima kuishi katika nchi. Nchi ndiko ambapo sisi tunaishi. Nchi kuna mambo mengi, kuna mvua, kuna ukengeufu, kuna hali ya baridi, kuna hali ya joto. Lakini Waisraeli katika kitabu cha Yoshua 22 kuanzia haya ya kwanza mpaka haya mwisho, inasema kwamba Waisraeli waliweza kugawa katika vikundi viwili. Kikundi cha kwanza kikagawa katika sehemu ya magharibi mwa mto Jordan, ambacho kilikuwa ni kikundi cha makabila 9 pamoja na nusu ya makabila ya Manase. Kikundi cha pili kikaweza kugawa katika sehemu ya mashariki, ambayo kilikuwa ni kikundi cha nyumba ya Reuben, Gad pamoja na nusu ya kabila la Manase. Katika kule kugawa hizi vikundi, unajua watu wakiishi pamoja katika jumuiya, katika shirika, katika kanisa, kwa sababu wako pamoja, wanaweza kuwa na migogoro. Lakini migogoro hii tunapokuwa nayo, tuipeleke kwa Mwenyezi Mungu, ndiye atatufanya washindi wa imani. Katika kitabu cha Methali 15 haya ya kwanza, hili ndio fungu letu la kukalili ambalo lasema, jawabu la upole ugeuza hasira, pali neno liumizaro uchochea ghadhabu. Mara nyingi mtu anapokupiga, mwalimu Vincent, akupigi kwa sababu umemchibu kwa upole, kwa sababu umemrudishia vibaya. Kwa hivyo Biblia inatuambia kwamba jawabu la upole ufanya moyo kwa mpole. Jawabu la ukali uleta ugaidi na uleta vita. Kwa hivyo tutazidi kuchusana mengi katika Biblia. Tuende katika sehemu inayosema kujitolea, tukiongozwa na dada Trisa. Nashukuru kwa fursa mwalimu elekezi. Katika kusoma kitabu chetu inatuongoza ni Yoshua 22 fungu lake la kwanza mpaka 8. Naomba mwalimu uweze kutusomea. Naomba nisome kitabu cha Yoshua 22 kuanzia haya ya kwanza mpaka haya ya 8, inayozungumzia makabila ya mashariki yanarudi nyumbani. Basi Yoshua akawaita watu wa kabila la Ruben na Gadi na watu wa nusu ya kabila la Manase, kuwaambia, nyinyi mmefuata yale yote Musa mtumishi wa Mwenyezi Mungu aliyowaamuru, na mmetii maagizo aliyowaamuru, wala hamkuacha ndugu zenu muda huu wote mrefu mpaka leo, bali mmefuata kwa makini amri ya Mwenyezi Mungu wenu. Sasa Mwenyezi Mungu wenu amewapa ndugu zenu amani kama vile alivyoahidi. Basi rudini kwenu katika nchi ambayo mlipewa na Musa mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Iwe mali yenu, yaani ng'ambo ya mto Jordan. Muwe waangalifu kutii amri na sheria zote ambazo Musa mtumishi wa Mwenyezi Mungu aliamuru, kumpenda Mwenyezi Mungu Mungu wenu, mfuate anachotaka na kushika amri zake, mukae pamoja naye na kumtumikia kwa moyo wote na roho yote. Basi Yoshua akawabariki na kuwaruhusu waende zao, akawaambia, rudini makwenu na utajiri mwingi, ng'ombe wenu wote, fedha zenu zote, dhahabu, shaba,
chuma na mavazi mengi. Gaweni na ndugu zenu zote mlizoziteka nyara kutoka kwa maadui wenu. Musa alikuwa ameipa nusu ya kabila la Manase sehemu uko Bashani, naye Yoshua akaipatia nusu ya pili kabila hilo sehemu uko magharibi ya mto Yordan, kama alivyo hapa makabila yale wengine. Mwisho wa kunukuu. Asante kwa somo. Tunaambiwa ya kwamba Waisraeli hawa waliopaki baada ya kugawa shamba, tunaona ya kwamba wamekuwa katika hali ya vita, na katika hali yao ya kupiga vita tunaona Yoshua akishuhudia ya kwamba wamekuwa wakitii amri za Mungu na kufuatilia jinsi Mungu alipokuwa akiwaagiza. Na katika hali hiyo tunaona wameshikana wakiwa na umoja, na katika hali yao ya kuwa na umoja walipokea ushindi. Na katika kazi yao mzuri tunaona Yoshua akiwapongeza akisema ya kwamba kwa vile mmekuwa watiifu, amewabariki, amewapea mifugo, amewapea taabu. Jinsi vile wewe mwenzangu uliyeshiriki sabato ya leo, ukitii amri za Mungu kuna mibaraka. Ukitii amri za Mungu kuna mengi Mungu ataweza kukutendea. Zaidi ya yote, tukiwa kanisani ni mahali kikundi kimoja, lakini hapakosi kazoro moja ama ingine. Tukishikana mikono na tuweze kujitenganisha na mambo yasiyompendeza Mungu, tutapewa ushindi, tutabarikiwa. Tunaambiwa ya kwamba katika ushindi wa Waisraeli haikukuja kwa ajili ya kujitegemea wenyewe. Yoshua ameshuhudia ya kwamba ilikuja kwa ajili ya kumtegemea Mungu. Waliweza kumtii Mungu na Mungu akaweza kuwapea ushindi. Tukameambiwa katika kazi yao walipokuwa wakifanya walikuwa wamemtazamia Mungu, na kumtazamia Mungu imeweza kuwapea ushindi usiokuwa wa kawaida. Tumeambiwa nasi katika changamoto tunayoipitia ulimwengu huu tuweze kumtazamia Mungu na tutaweza kupokea ushindi. Vile vile Paulo anaweza kusema ya kwamba, mwalimu, nisome kitabu ya Waefeso 6 fungu lake la 7. Tunapoendelea kusomewa hiyo kitabu, tunaambiwa ya kwamba kazi tunayoifanya tusije tukaifanya kwa kupendekeza ama kupendeza mwanadamu. Tuweze kufanya tukimtazamia Mwenyezi Mungu, kwa maana kazi yote tunayoipewa ni ya kumuinua Mungu wetu na kumpea sifa. Tutakapofanya hivyo atatupea nguvu hata katika ushindi. 7 inasema muwe radhi kutumikia kwa ajili ya Bwana na si kwa ajili ya watu. Asante kwa hilo somo. Ni ya kwamba kazi yote unayoifanya usiwe unafanya kwa sababu ya mzee wa kanisa. Usifanye kwa ajili ya kupendezwa na pasta ama kufanya yoyote mwenzako akakwambia umefanya. Fanya kwa ajili ya kumtukuza Mungu na kumuinua. Hivyo sifa na utukufu zinapomrejea Mwenyezi Mungu, basi kuna mibaraka na kuna kuinuliwa. Na hata yale unayoyapitia changamoto hapa na pale, Mwenyezi Mungu ako tayari kukupigania, na ushindi tunaposhikana mikono kuna ushindi, na Mwenyezi Mungu hatatuacha kamwe. Asante sana dada Trisa. Kwa tuo na mwala liloko ni kwamba makabila haya yalikuwa yaweze kufanya ibada pamoja, yaweze kuwa na ushirika na umoja. Ichapokuwa mto Yordan uliweza kugawa wale walikuwa mashariki mwa mto Yordan, kwamba waweze kushirikiana wafanye mambo yote kwa pamoja. Mwalimu Vincent, na kuomba uweze kutupeleka katika mashtaka. Asante sana wenzangu. Tena na wasalimu mjambo. Tunaelekea katika siku ya Jumatatu ambayo inayozungumzia kuhusu mashtaka na kukisiwa ama wanadhaniana wale makabila mawili. Somo letu ni lile ya Joshua, kitabu cha Joshua 22, sasa tunaelekea 9 hadi 20. Napoangalia hapa tunazungumzia makabila ambayo yanaelekea sehemu ya mashariki. Kabila hili la kwanza tumeona ya kwamba ni kabila la Reuben, tuko na la Gadi pamoja na Manase nusu. Hawa wote sasa wameamua, wamepatiwa mali, wanaambiwa ya kwamba waweze kuvuka mto Yordan waende ng'ambo katika nchi yao waanze kujinufaisha.
Lakini tunaambiwa ya kwamba katika safari yao, kabla hawajavuka mto waende eneo la kwao, wakaamua ya kwamba waweze kuyajenga madhabahu. Na haya madhabahu wakayajenga, wakaendelea kuyajenga. Lakini wale wa magharibi wakasikia fununu ya kwamba lile kundi la akina Manase, akina Reuben wanaendelea kufanya nini? Wanaendelea kujenga madhabahu. Hili linanikumbusha jambo moja wakati tulipokuwa tunasoma kitabu cha Musa. Pahali tulisoma kuhusu mmoja ambaye anaitwa Akan. Unaweza kumbuka mwenzetu Akan? Mnamkumbuka Akan? Aliweza kuingia ndani ya hema na akaweza kuiba vitu ambavyo vilikuwa vimewekwa kwa wakfu. Kuenda kufanya nini? Kuenda kuchoma ama kuteketezwa. Lakini yeye akavichukua. Sasa hawa wa magharibi wameanza kuogopa ya kwamba wale wanaojenga madhabahu tumetenda dhambi nyingi sana, na hiyo tena wanaofanya ni dhambi nyingine juu ya dhambi. So wakaanza kukumbuka ile dhambi ya Akan. Huenda ikawa ikaturudie, ikawa ya kwamba wamejenga, lakini uzuri ni kwamba kutoka sehemu ya magharibi kulikuwa na wawakilishi ambao waliweza kutumwa, wakateremka pale, wakaenda wakafanya nini? Wakaanza upelelezi. Walipokutana pale, kuna jambo moja ambalo linalonifurahisha hapa, ya kwamba majibu ambayo waliyoyapata yaliweza kuwaridhisha. Ndio maana ina apply ya kwamba unapopeana jibu la upole, mwenye kujibu anafanya nini? Inaleta ukarimu na upole wa roho. Hawa ambao tunaozungumzia hapa, kuna kitu kimoja nilikuja kugundua ya kwamba nusu imepaki mashariki katika kabila la Manase, na nusu imeenda wapi? Imeenda magharibi. Kumaanisha ya kwamba wakati hawa wamepaki nyuma, wanaposikia ya kwamba nusu ya wale watu wetu ambao walienda wanaenda kufanya nini? Wanaenda kujenga madhabahu. Walianza kuwa na tofauti ndani yao ya kwamba hii dhambi ambayo wataweza kuifanya itaweza kutuletea ghadhabu hapa penye tumepaki, tuweze kufanya nini? Tuweze kuangamizwa. Alafu anasema kwenda chini ya kwamba kudhaniana miongoni mwetu, ama kufikiria lile ambalo ninafikiria na huyu akafikiria kivingine. Kabla hatujakaa chini tuulizane maswali, tuulize ya kwamba kwa nini hili likafanyika hivi. Huenda ikawa ingesababisha vita, lakini walipokaa chini wakaelezwa, wakaelezana, wakapata ya kwamba madhabahu ambayo yaliyokuwa yanajengwa si madhabahu ya kuja kuabudu miungu, bali ilikuwa ni madhabahu ya ukumbusho. Jengo hili, mwenyekiti, jengo hili ambalo tunaloliita kanisa la Mungu ni jumba ambalo, ama ni jengo ambalo tunaingia tunafanya nini? Tunaabudu. Na tena ni mfano ya kwamba ni mfano wa lile jengo ambalo lililokuwa hapo mwanzoni, ya kwamba wana wa Mungu walipokuwa nyikani walikuwa wanaabudu. Kwa hivyo ni ukumbusho, hata watoto wetu wanapokuja kuwa wakubwa, hata wajukuu wanaweza kutuulizia ya kwamba, je, mlikuwa mnaabudu namna gani? Na tunawaambia ya kwamba ukifika pale mjini Kisii, kuna jengo kubwa sana limeandikwa kanisa la Kiadventista. Hapo ndio tulikuwa tunafanya nini? Tunaabudia. Kwa hivyo yale madhabahu yalikuwa ni ukumbusho ya kwamba kuabudu kulikuwa kunafanyika. Isiwe ya kwamba wakati tunapoabudu atuwaambii watoto wetu, wajukuu wetu, hata vitukuu, hata vilembekeza ya kwamba kuna Mungu ambaye anayeishi mbinguni, na huyo Mungu huwa tunamwabudu kila siku ya Sabato, na huwa tunamwabudu ndani ya hekalu. Asante sana.
Shukrani Mwalimu Vincent kwa kutuzungumzia na kutuonesha vile sintofahamu iliweza kufafanuliwa. Sasa tuweze kuingia katika kusumbuliwa mambo ya zamani. Kusumbuliwa mambo ya zamani ni kitabu cha Yoshua 22 aya 13 mpaka 15. Tuweze kuandamana moja kwa moja. Basi watu wa Israeli wakamtuma Phinehas mwanawe kuhani Eleazari huko Gilead kwa makabila ya Reuben, Gadi na nusu ya makabila ya Manase. Phinehas akaondoka pamoja na wakuu 10, kila mmoja akiwa mkuu wa jamaa katika kabila lake. Nao wakamwendea watu wa makabila ya Reuben, Gadi na nusu ya makabila ya Manase huko Gilead, akawaambia, jumuiya nzima ya Mwenyezi Mungu inauliza hivi: ni udanganyifu gani huu mumefanya kwa Mungu wa Israeli? Mbona mumemuasi Mwenyezi Mungu kwa kujenga madhabahu hii? Kwa hivyo makabila 9.5 yaliyokuwa katika sehemu ya magharibi walipoona kwamba kuna kitendo kimefanyika kimeleta sintofahamu, wakaweza kumtuma Phinehas aweze kulingamua ni jambo gani ambalo limefanyika, nini kwa kusudi gani. Wana wa Israeli waliweza kuwatuma kama wajumbe kufafanua kusudi na maana ya madhabahu. Ujumbe wao ulichumuisha Phinehas mwana wa Eleazari, kuhani mkuu, ambaye angechukua nafasi ya Eleazari baada ya kifo chake. Phinehas tayari amepata muonekano fulani kama kuhani aliyekomesha upotofu wa Israeli katika Baal-peor. Kumbuka katika kitabu cha Hesabu 25 sehemu wanaoita Baal-peor, kuna mwanamke mmoja alifumanishwa na mwanaume mwingine wakifanya ngono hadharani. Sasa Phinehas chenye aliweza kufanya, alienda na mkuki wake akadunga kutoka kwa mwanaume juu ikapita mpaka utumbo wa mwanamke chini, wakafa. Hilo jambo likaweza kufurahisha Waisraeli. Walipofurahia ndipo wakasema kwamba huyu yuastahili kuwa kuhani, manake njia zake zinaonekana mzuri na mfuto wake umeonekana mzuri. Bila shaka Phinehas alikuwa na mfuto fulani. Wachumbe wengine walikuwa wawakilishi wa makabila 9.5 magharibi ya Jordan, kila mmoja akiwa kichwa cha familia ya kabila hilo, kihalisi kichwa cha nyumba ya baba yake ndani ya mbari za Israeli. Ujumbe unafungua mashtaka ya kukufuru na huasi. Kwa maneno rasmi ya kinabii wanena, tofauti hapa ni kwamba si Bwana anayesema, bali ni mkutano wote wa Bwana. Waanzisha mashtaka kwamba Israeli ilitenda kosa, usaliti, uasi. Kosa lile kwa Kiebrania ambalo lilitumika kumaanisha dhambi, kama vile uliweza kufunulia dhambi ya Akan. Dhambi ya Akan iliweza kukera mkutano, ikawa kwamba Akan kwa sababu ya tenda lilolifanya akapiwa mawe akafa. Hivyo ikawa ni hivyo kwamba mmoja kwa ajili ya kosa la mwingine ameleta uasi. Na uasi unapoonekana, makabila 9 wakaona ni kwamba lazima wafanye kitendo cha kujenga madhabahu isiyoidhinishwa, ambayo ilisababisha huo uasi. Kumaanisha kwamba wao hawakuelewa ni kwa nini madhabahu haya yamechengwa, lakini baada ya kuambiwa maelezo kamili wakakubaliana kwamba ilistahili waweze kuchenga, iwe ni ukumbusho, iweze kuwapatanisha, kuleta umoja kati ya makabila 9.5 ya mashariki na makabila 2.5, yani makabila 9.5 ya magharibi pamoja na makabila 2.5 ya mashariki mwa mto Jordan. Hilo jawabu hilo likaweza kusaidia. Sasa tuelekee kwako, jawabu la upole. Hakika ni ukweli ya kwamba Mungu akiwa ndani yako, jibu unalolitoa lazima liwe la upole. Na katika siku hii tunaambiwa ya kwamba jawabu la upole linafanya hasira inatoroka. Hili hawa Waisraeli ambao ni kundi kubwa, ambao wanakuja kwa ajili ya kukemea wenzao, tunaona wakiwa wengi sana. Na katika hasira zao walikuwa na lengo ya kuwapiga hata wakawaue, lakini hao wanaokuchiwa pia walikuwa
wametiami kimungu, walikuwa wametia amri za Mungu. Mungu alikuwa ameshuka ndani yao. Walipokaribia, tunaona wanapowasomea mashtaka hawakuinua sauti hata kidogo. Mwalimu, kabla niendelee, tusomee Joshua 22 fungu lake 21 mpaka 29. Joshua 22 aya yake ya 21 mpaka 29. Hapo watu wa makabila ya Reuben na Gadi na nusu ya makabila ya Manase wakawajibu viongozi na jamaa wa Israeli, Mungu wa miungu ndiye Mwenyezi Mungu. Mungu wa miungu ndiye Mwenyezi Mungu. Yeye anajua kwa nini tumefanya hivyo, na Waisraeli wote watajua pia. Kama huu ni uasi au ni ukosefu wa imani kwa Mwenyezi Mungu, basi yeye aache kutuokoa leo. Kama tumemwacha Mwenyezi Mungu tukachenga madhabahu yetu mwenyewe ili tutoe sadaka za kuteketezwa na nafaka au sahamani, basi Mwenyezi Mungu na atulipishe kisasi. Lakini sivyo ilivyo. Tulichenga kwa kuogopa kwamba huenda katika siku zijazo watoto wetu watawaambia watoto wetu, nyinyi mna uhusiano gani na Mwenyezi Mungu, Mungu wa Israeli? Hamuoni kwamba Mwenyezi Mungu ameweka mto wa Jordan kuwa mpaka kati yenu na sisi? Nyinyi makabila ya Reuben, kabila la Gadi, hamna fungu lolote lenu kwa Mwenyezi Mungu. Hivyo watoto wetu wangeweza baadaye kusababisha watoto wetu waache kumwabudu Mwenyezi Mungu. 26. Ndio maana tuliamua kujenga madhabahu hii, lakini si kwa ajili ya kutolea juu ya sadaka wala tambiko, bali tulitaka madhabahu hii iwe ushuhuda kati yetu na nyinyi na visasi vyetu vichavyo, kwamba sisi tunayo haki ya kumhudumia Mwenyezi Mungu kwa sadaka zetu za kuteketezwa na tambiko zetu na kwa sadaka zetu za amani, ili watoto wenu wasiche wakawaambia watoto wetu kwamba hawana fungu lolote lao kwa Mwenyezi Mungu. 28. Tena tulifikiri kwamba ikiwa jambo kama hilo litasemwa juu yetu au juu ya mawazo yetu katika siku zijazo, tutasema, tazameni mfano wa madhabahu ya Mwenyezi Mungu ambayo wazee wetu waliichenga, sio kwa ajili ya kujitolea sadaka yao au tambiko lao, bali ushuhuda kati yetu na nyinyi. Sisi hatuwezi kuwa na nia ya kumwasi sasa Mwenyezi Mungu hata kidogo, na kumwacha na kuchenga madhabahu ya kutolea sadaka za kuteketeza au sadaka za unga au sadaka za tambiko. Hatupendi kutolea sadaka mahali pengine isipokuwa juu ya madhabahu ya Mwenyezi Mungu, Mungu wetu, iliyo maskani yake. Mwisho wa kunukuu. Nashukuru kwa ajili ya somo mwalimu. Tunaambiwa ya kwamba waliweza kunyamaza kimya. Mara ya kwanza wanapoingiliwa waliweza kunyamaza kimya, na kisha wakapeana jawabu la upole kwa kuelezea moja kwa moja, wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Walipowaelezea, na wale waliokuja wakiwa na hasira yao iliweza kurudi chini. Msikilizaji, mtazamaji, ni wazi ya kwamba tumefunzwa ya kwamba tunapoingiliwa na changamoto, hasa kwa hasira, kukosewa na wenzetu, tuweze kuchukua muda kwa kurudi chini na kuwa wapole. Tunapokuwa wapole, Roho Mtakatifu hupata nafasi kwa ajili ya kutuongoza na kutuelekeza mahali panapostahili. Hawa Waisraeli walipoelezwa, tunaona waliweza kuelewa ya kwamba hata Mungu alikuwa anaongoza wenzao, na kisha badala ya kuwa na vita, tunaona wale waliokuwa ni kabila ndogo waliweza kufurahia pasipo kuona kuwa watashindwa. Walimalizia kuwa na shangwe, na badala ya vita wakaweza kuwa na furaha kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Kwa hivyo ndugu zangu, tunapokuelekezwa katika mafunzo haya, ni kutufunza ya kwamba tungali katika nchi ambayo ulimwengu unaochawa na changamoto hapa na pale. Utaesakerwa na mwenzako hapa kanisani, usiache kanisa tafadhali. Jua ya kwamba kuna Roho Mtakatifu ambaye atakuongoza. Jua ya kwamba kuna Mungu atakaye kusimamia na kukutetea.
zaidi ya yote tuweze kuombeana, tuwe pamoja, na tutaweza kuwa washindi na tutaweza kurithi nchi ya ahadi ambaye ni mbingu inayokuja. Asante dada Trisa. Kulingana na Mithali 15 ya kwanza, jawabu la upole huweza kutuliza moyo, lakini jawabu la hasira huweza kuchochea amaki. Mwalimu Vincent, tupeleke katika migogoro, jinsi ya kuitatua. Asante wenzangu, tunaendelea kuona ya kwamba majibu ya upole huweza kufanya hata roho ambayo ilikuwa imeyeyuka inatulia. Na hapo sasa ndio kuna shida kubwa sana, shida mno kwa watu wa Mungu wa Kristo. Nakumbuka nyuma pale ya kwamba Musa aliambiwa apige mwamba mara ngapi? Mara moja. Lakini kwa hasira alipiga mara ngapi? Mara mbili, na maji yakawa makali, na alikuwa kusudi la Mungu maji yawe nini? Makali. Bawe machungu. Sasa tunaposema ya kwamba kusuluhisha migogoro, sisi ni Waafrika, tunaishi kwa Afrika, nchi yetu iko ndani ya Afrika. Kuna njia tofauti ambazo zilikuwa zinatumika kusuluhisha migogoro, lakini tunaposoma hapo Joshua, sitaki tusome kuanzia 22:30 hadi 34, utaweza kuona ile njia ambayo iliweza kutumika pale. Kulikuwa na migogoro kati ya makabila hayo ya mashariki na magharibi, lakini tunaona ya kwamba katika hii hadithi, kupitia kwa yale majibu ambayo yaliyopeanwa pale ya upole, pia na tabia zile ambazo walionyesha, iliweza kusuluhisha mambo ya migogoro. Na tunapoishi sana, ninawaona kuna elders wenzangu hapa. Kanisa la Mungu limefikia kiwango ya kwamba lina migogoro mingi sana ndani ya kanisa. Na hii migogoro ambayo imekita mizizi, isiposhughulikiwa kikamilifu, inaweza kulifanya nini? Kulisambaratisha kanisa la Mungu. Kuna njia mwafaka. Unaona, kama sisi wa Kristo, nitaweza kuambiwa kitu sasa hivi. Kabla sijatoka ndani ya kanisa hapa, nimekusanya watu zaidi ya 30. Nimewaambia ilikuwa ni ufumi tu, ilikuwa ni ufumi. Kwa hivyo tunaposema ya kwamba katika hali ya kusuluhisha migogoro, lazima tuwe na mbinu mwafaka katika kanisa la Mungu kusuluhisha hii mambo ya migogoro. Huwa tunapitia changamoto sana, jinsi ambavyo hawa wana wa Israeli, haya makabila yalipopitia changamoto hizo. Lakini kwa njia mwafaka, tunaambiwa ya kwamba kuna njia moja ni ya kupeana jibu la upole, inaweza kuondoa migogoro miongoni mwetu. Njia ya pili ni kuwa na maongezi ya faragha. Faragha ni ile ya kwamba tumekaa pamoja, tunafanya nini? Tunaongeleshana sisi kwa sisi, huyu anatoa yake, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi, mwisho tunakuwa tumepata jawabu. Njia zingine katika hali ya kawaida ya mwanadamu, ikiwa ya kwamba kuna mgogoro mahali fulani, wengine huenda mpaka wapi? Wanaenda mpaka pale mahakamani kufanya nini? Katika mahakama kupata haki yao. Lakini sisi wa Kristo ndio tuwe na ule umoja, lazima tuweze kusikiza pande zote mbili. Huwa ya kwamba tuko na kasoro moja ama tuko na shida moja kama sisi wa Kristo. Unaposikia jambo fulani, hautaki kufikia upande mwingine usikie yao. Ndio maana unaona hawa wa magharibi waliposikia ya kwamba wenzao akina Manase, Gadi na Reuben wameanza kujenga madhabahu, hawakuenda kuwapiga, hawakuenda vita. Walifanya nini? Walichagua viongozi miongoni mwao, wakawaambia nendeni mkaone hayo madhabahu yanayojengwa ni ya nini. Na wala ambao waliokuwa wanajenga madhabahu hawakuwa wajeuri waanze kuwapeleka hivi na hivi, na wao waliwaambia maana ya yale madhabahu na umuhimu
wa yale madhabahu. Mwisho wote wawili walifanya nini? Walikubaliana ya kwamba yenyewe chenye kinafanyika kinamtukuza Mungu. Sasa swali langu la mwisho ama maoni yangu ya mwisho, ndugu George na Teresa, ni Wakristo wangapi wenzetu ambao labda kwa njia moja ama nyingine, katika ile hali ya kudhaniana ya kwamba hivi na hivi, katika ile fununu ambayo hatuna uhakika, ni wangapi ambao wameasi dini, wameenda labda wako nyumbani, labda wameenda kwa dini zingine? Kuna wenzetu ambao wameacha dini, wameenda dini zingine. Badala ya kuenda tuulizie shida ilikuwa wapi, tunasema ya kwamba hao hata tuliwaona jinsi ambavyo walikuwa wanachangia kwa lesoni, ni kama walikuwa wamefanya nini? Wamepotoka. Jinsi ambavyo walikuwa wanafanya Bible study, walikuwa wamepotoka. Yaani tunafanya judgment. Amesema kwa chini ya kwamba sisi huwa tunafanya uamuzi ambao si wa Mungu. Tunawafanya nini? Tunawahukumu ya kwamba huyo nilimwangalia hata kwa mienendo yake, maongezi yake, hataweza kufanya nini? Hataweza kudumu katika kanisa la Kiadventista. Kwa hivyo lazima tuwe na njia ya kuleta ule umoja ndani ya kanisa la Mungu. Katika hiyo njia ya kuongea na wenzetu, kuna watu wengi sana. Kuna vijana wetu ambao wanahitaji maongezi kama haya. Kuna watoto wala ambao wamemaliza shule, labda wengine hawaendi kanisani. Kuna watu wazima labda wamekosana. Kuna wengine ambao walikuwa viongozi wa kanisa, baada ya viongozi wengine kuwekwa, wamefanya nini? Wameacha kanisa, wameondoka, wameachia wengine. Wengine wameacha kanisa kwa sababu hawakufanya nini? Hawakuchaguliwa. Tutaendelea kuishi hivi mpaka lini? Changamoto kali kutoka kwa Mwalimu Vincent. Kinachotakikana kwetu ni kuwasiliana badala ya kukandamizana. Lakini tuko wepesi sana kama makabila ya magharibi mwa mto Jordan. Acha nisome kitu kimoja juu ya hilo kabila la magharibi. Makabila ya Jordan magharibi yalikuwa mepesi kuamini ufumi uliofika masikioni mwao na kufikia itimizo la uongo kwamba makabila ya Jordan mashariki tayari yalikuwa yamehasi. Wakristo wengi, tabia yetu ni kama tabia ya watu wanaitwa Israel. Ni kina nani wanaitwa Israeli? Makabila ya magharibi mwa mto Jordan, ambayo yalikuwa ni makabila 9 pamoja na nusu la kabila la Manase. Tujiepushe kuwa na tabia ya wepesi kama wao ya kufuata ufumi, bali tuweze kuleta mawasiliano badala ya kukandamizana. Tuweze kukomea hapo, ndipo tuweze kumuuliza dada Teresa utuombee. Kabla tuombe, ningeweza kuhimiza kila mmoja wetu ya kwamba tumeambiwa Waisraeli, lile kundi lililobaki liliweza kujitolea. Mwenzangu, umejitolea, na ndio waweze kushinda vita kwa ajili ya kuwa na chawapo la upole. Waliweza kutii amri za Mungu. Ndio Roho Mtakatifu akuongoze. Lazima utii amri za Mungu, ukafuatilia maagizo yake kwa kusoma na kuomba. Soma Biblia, omba, na Mungu atakuwa upande wako. Kwa kila changamoto utapitia, utakuwa na jibu. Kwa hii vita kwa nguvu zetu hatutaweza, lakini pamoja na Mwenyezi Mungu kuna ushindi. Na Mungu aweze kuwabariki tunapoenda kuomba. Epu na tuamini. Baba wetu ishie mahali pa juu, tumekuja mbele zako tukiwa wenye dhambi. Tuomba msamaha wa dhambi, tukiomba uweze kutuonekania tukiwa Waisraeli wa siku hizi. Tuweze kutusaidia na Roho Mtakatifu atuongoze kwa ajili ya kutafuta hekima na maarifa kutoka kwako, ili tuweze kufikiana sisi kwa ajili ya kuungana pamoja, ili Bwana tuweze kueneza injili ya malaika watatu, tukaweze kuokoa wengi kupitia kwa mkono wako. Kwa kila changamoto tunaomba Bwana uweze kutupea tumaini ya kwamba tutashinda tutakaposimama na wewe, jinsi ulivyosimama na wale Waisraeli waliokuwa wamekutegemea. Asante kwa wale wote ambao watakuwa wamesikiza na wale wote wanaendelea kutazama. Kila mmoja atakayefikiwa na ujumbe, ebu mwaga Roho Mtakatifu akawafikie, kwa wakomboe, na tukafikie kila mmoja mahitaji yake. Ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen.
kilicho na mwanzo hakina budi kuwa na mwisho. Tumefikia dhamati ya kuishi katika nchi. Mwongozo wetu wa Biblia somo la 11 robo ya 4. Tukikutana tutakutana tukizungumzia somo la tenashara ama 12. Kwa niaba ya mwalimu Vincent pamoja na dada Teresa tunawaaga kwa heri kwa sasa. Shukrani. Shukran.